Yaani siku ya leo sijapata kitu chochote bana. Mungu nisaidie. Kwanza umenijuaje? Si yule ni James? James amekuwa hapa. Kwani James anapotelea wapi kwa hii mwezi? James ameenda wapi? James ameenda wapi? James. Kwani mtu alikuwa na James hapa amepotelea wapi? Si nimeona James hapa.
James. James anafanya nini huko? Kwani mtu alikuwa ni mchawi? Sasa ni mwakwenda ndugu yangu. James. 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 Mbona anisikii? Yule ni James. Ani kitu gani anafanya na huyu mzee? Kwani mzee alikuwa ni mchawi? Kia watu wamekuwa hapa James na huyu mtu mwenye anakaa kama mchawi. Kwani wamepotelea wapi hapa ndani tena? Kia watu wamekuwa hapa. Kia watu wamekuwa hapa. Ai, mpaka nimpate James hapa ndani. Kwani mtu alikuwa ni mchawi na anataka kufanyia nini ndugu yangu? James. 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 Kwani James hayuko kwa hii msitu? Kwani msitu ulikuwa ni kubwa hivi? Kwani msitu haina njia ya kutoka nje? Si nilikuwa nimeona njia yenye nilitokea. Sasa nitatafuta James ama nitatafuta njia ya kutoka hapa ndani sasa. James. James. Sasa siko karibu kufika na sijatoka hapa ndani. Sasa nipumzike tu hapa. Kwani James anapotelea wapi hapa ndani? Sasa nani ataniokoa kwa hii msitu hii sasa? Nani ameniambia niingie kwa hii msitu? Mungu nisaidie. Mungu usinisahau Mungu wangu. Ameniambia niingie kwa hii msitu. James! James! Acha Mungu, Mungu nisaidie. Mungu. Nisaidie Mungu wangu. Elvis. Suru jamaa maana kwangu ku Black Sea. Elvis. Wanaweza kuwa mumu. Anashiriki kwa kanisa, hata mimi namjua. Na nini mbaya? Wewe si Elvis? Elvis. Elvis.
Elvis. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Mungu Baba, nakuja mbele zako nikisema asante kwa ajili ya Bwana. Hakuna aliye kama wewe Mungu, wewe tunayekuhitaji mahali hapa Bwana. Ukapate kumwokoa ndugu huyu Bwana. Okoa Bwana, mtambue. Baba ni asante kwa ajili ya kutenda miujiza. Mtoe katika nguvu za giza Bwana. Mpatie mwelekeo kwa ajili wewe ndiye unaweza Bwana. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Katika jina tenda miujiza tenda katika jina la Yesu. Bwana. Ukamwamsha katika jina la Yesu. Mtoe katika hiyo dunia. Bwana. Baba ni asante ni kwa ajili ya zote. Ukamwinue Baba, ukambariki Baba. Mungu Baba, tuma malaika wako sasa hivi. Mungu Baba, tenda miujiza sasa hivi. Mungu Baba, mwinue katika giza. Mungu Baba, mtakaze ni kwa ajili unaweza Bwana. Mungu Baba, tenda miujiza. Oh fire, oh fire, Baba kumfungua fire. Teketeza katika jina la Yesu. Mungu Baba, teketeza katika jina la Yesu. Fire! Bwana Yesu. Fire in the name of Jesus Christ. Oh fire! Oh fire! Out now! Oh hallelujah! Oh hallelujah! Ondoka! Ondoka! Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante Bwana. Asante Bwana. Ni kwa ajili unatenda miujiza. Asante Bwana. Oh hallelujah. Asante Bwana. Nini bana? Oh hallelujah. Thank you Jesus. Asante Bwana. Oh hallelujah. Mungu tawala. Tawala Bwana. Tenda miujiza. Tawala Bwana. Oh hallelujah. Mtoe katika hiyo hali. Mtoe katika hiyo hali Bwana. Oh hallelujah. Umeachiliwa. Umepona. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea uponyaji Bwana. Tenda miujiza. Oh hallelujah. Umesamehewa ndugu yangu. Umesamehewa. Tulia katika jina la Yesu. Tulia katika jina la Yesu. Mungu anatenda miujiza. Oh hallelujah. Asante Bwana, asante Yesu. Asante Bwana. Mungu ni mkubwa. Oh hallelujah. Asante. Ndugu yangu, ni kipi ambacho kimekutendekea? Kwa kuwa ni hadithi ndefu pastor, naomba unisaidie tu. Kwa kuwa nimejikuta nikiwa katika hali hii, ila naomba ikifika siku ama na muda nitaweza kukuelezea kila jambo ambayo imehappen. Lakini naomba uendelee na hiyo moyo. Asante Bwana. Asante Bwana, usijali. Usijali ndugu yangu. Mungu anatenda miujiza. Na Mungu anaokoa wale waliopotea. Na umeokolewa katika jina la Yesu. Mungu ndiye ambaye amenielekeza nikaweza kupita njia hii. Naomba tuweze kufika nyumbani kwangu, nikuangalie mavazi mazuri, ukaweze kuoga katika jina la Yesu. Na mambo makubwa yanaenda kutendeka juu ya maisha yako. Tashukuru pastor. Tuende mikono yetu tumwabudu Bwana kwa ajili ya sifa. Uliyotenda Jehova Mungu. Nimesikia wimbo wa utukufu mpaka nimesikia nimejazwa na Roho Mtakatifu. Mungu ni mkubwa kwa maana ametenda miujiza. Ameweza kutukutanisha wakati wa leo, na wakati mwingine tunarudishia shukrani Mwenyezi Mungu. Kwa kuwa sio kwa uwezo wetu kufika mahali hapa, bali ni kwa uwezo wake. Tunasema Mungu ni asante. Oh hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Najua tumekutana na majaribu mengi tangia wiki ianze, lakini yote tunasema kwamba ni Mwenyezi Mungu ambaye anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba ukiona haukutani na majaribu na umeokoka, ujue kwamba wewe unakoelekea sio mahali pazuri. Kwa maana mtu ambaye ameokoka yatakana hakutane na majaribu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana inasemekana kwamba Yesu alipokuja duniani alikuja kututengenezea njia ya kwenda mbinguni, na atakayehiga mfano wake na kufuata njia zake hata
hatutaweza kufika kwa Baba. Haleluya! Lazima tupitie mahali alipitia. Chunguza njia yako, rudi kwa maombi, ukamwombe Mungu, uliza Mungu, ninaelekea wapi? Haleluya! Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mungu ni mkubwa kwa maana ametenda miujiza. Oh, haleluya! Praise the Lord, praise the Lord. Jina Yesu liinuliwe juu. Wakati mmoja nilikuwa natembea barabarani, nilikuwa na dada yangu, tunatembea tukipiga gumzo pole pole. Nilikuwa namwelezea hii huduma ya Mungu ni kweli inakuwa ngumu, lakini lazima tujikaze, lazima tung'ang'ane. Tulikuwa tumeenda kutembelea washirika. Katika ile nyarakati ya kutembea tembea, Mungu alitenda miujiza. Kumbe Mungu alikuwa amepanga ya kwamba tuweze kutembea na tupitie mahali pale, kwa maana alikuwa na jambo ambalo alikuwa anataka kuonyesha kwa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliweza kutenda miujiza pale ambapo hata mimi mwenyewe sikuweza kuamini, lakini nilimshukuru Mwenyezi Mungu. Kwani tulipokuwa tukitembea tuliweza kukutana na ndugu mmoja ambao watu walikuwa wamempita pale kwa muda mrefu, hawakuwa wanamjua na kumtambua. Lakini ndugu huyu sisi tuliweza kumtambua kwa kuwa wakati mmoja tulikuwa na yeye pale kanisani. Ndugu, naona ni vizuri kuokoka, kwa maana unapookoka unajulikana na watu wengi. Kama yule ndugu angekuwa mwokoka na kuja kanisani mwetu, singeliweza kumtambua. Dadangu akaniambia ni kama namtambua ndugu huyu. Ikabidi tufike mahali pale. Tulipofika mahali pale, tukaenda tukampendua yule ndugu. Cha kustaajabisha ni ya kwamba ndugu mwenyewe alikuwa ni ndugu wetu Elvis, aliyekuwa akishiriki pamoja na sisi hapo wakati wa zamani. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe kanisa. Lakini katika ile hali ambayo alikuwa, ni kweli haikuwa hali nzuri. Ilikuwa ni hali ya kutatanisha. Kwani shetani alikuwa amemteka nyara na kumpeleka katika dunia nyingine. Lakini Mungu akanishikia pale, akaniambia ni vizuri tuweze kumwambia yule ndugu kumsaidia. Tuliweza kuomba na tukamsaidia, na Mungu akatenda miujiza, na hadi ndugu mwenyewe akaweza kumpokea Bwana Yesu Kristo na akapokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Shangwe na vigelegele kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu wetu, karibu sana. Oh, haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ni muda mrefu. Wangapi wanamtambua ndugu huyu? Wanamtambua ndugu huyu? Oh, haleluya. Ndugu huyu ndiye ambaye tulikutana pale njiani. Nilimkuta akiwa katika hali mbaya, lakini katika nguvu za Mwenyezi Mungu aliweza kunielekeza na akaweza kutenda miujiza yake katika jina la Yesu. Oh, haleluya. Ndugu, unaweza ukasalimia ndugu zako ambao umewaacha kwa muda mrefu. Bwana asifiwe. Kwa majina ni vile mmeelezewa na pastor, mimi naitwa Elvis. Mimi ndiye nilikuwa mmoja wenu niliyekuwa nikishiriki nanyi hapa kanisani. Ila wakati mmoja maishani mwetu kuna tatizo liweza kunikuta nikiwa katika hali ambayo sikuwa najitambua. Ndio mchungaji aliweza kuniombea nikiwa pale, ndio akanileta hadi hapa kanisani. Ila kwa kuwa katika maisha yetu
sana hii. Ai, mtoto wangu wewe. Anapenda kofia sana. Unakuja kukunulia mimi baya nazo kwa jamani. Mama James, watoto wameishi wakifanyaje kwa shule? Kwa sababu mimi ni mtu ametoka naenda mbali, sijafuatilia masomo yao sana. Wanaendeleaje? Kusa watoto shuleni mwanangu wayuko vibaya sana, lakini Max ya Steve juzi hajanifurahisha. Matokeo yako mwanangu juzi hajanifurahisha. Unajua vizuri sana niwe na kutegemea sana, mbona ukanifanyia hivyo? Ndajikaza mama. Nashukuru. Naomba uniahidi kile kitu ambacho utakifanya. Vero. Max yako hayakunipendeza hata afadhali ya Steve. Vipi kuhusu hii muhula ambao ni wa mwisho na mnatarajia kuingia katika madarasa mengine? Unastahili kusema kile kitu ambacho uko na uhakika nacho. Sawa mwanangu? Mjue vizuri na wategemea, angalieni vile baba yenu anavyohangaika, anatembea kule nje kwa sababu ya kuhangaikia nyinyi maisha mazuri. Kwa hiyo mjitie nguvu. Mnaporudi katika shule, mfanye kitu ambacho kinastahili, mrudi na matokeo mazuri. James. Yes mom. Umeona saizi unastahili kurudi shule. Na kupandisha kwenu hapa sijawakalisha kwa sababu ni wasemange ama ni useme yule ambaye anafanya vizuri ama hapana. Ninataka tu kuwatia nguvu wanao. Kaeni mjue ya kwamba ninajaribu kadri ya uwezo wangu mimi na baba yenu ili niweze kupata kukue na maisha mema. Max yako wewe ulijaribu sana. Hongera mwanangu. Nataka tena wakati mwingine unaporudi hapa ukue kama mtoto mkubwa ambaye wengine wanafuata mfano wako. Unastahili kuwa na Max yale ambayo ulikuwa nayo mwanangu. Na ukitakapofanya hivyo nitashukuru. Sawa mwanangu? Na kutegemea sana. Kuwa kiongozi mwema kwa watoto wenu, sawa? Naomba niingie jikoni mara moja nikaandae chakula, maana masaa mama inaenda. Tuweze kuwaisha watoto shule. Na kisha wasichelewe. Saa dakika 2 tu. Aya, asante. James. Matokeo kwa shule nataka mimi na wengine nitakagua mimi mwenyewe kwa sababu matokeo imekuwa chini. Mko mnafanya vizuri, siwezi achia mamenyo akague tena. Unasikia Vero? Nataka mjikaze kwa masomo kwa sababu masomo itawasaidia, sawa? Na wengine nitakagua mimi mwenyewe. Nataka mfanye vizuri, msiniaibishe, sawa? Sawa. Na nataka ujikaze vile mimi. Sawa? Nitafurahia. Mama. Karibu chakula kimeiva. Mwanangu, nikawapakulia chakula mkali muwahi shule. Mmeshachelewa. Nafurahi Vero. Nenda shule urudi hapa na matokeo mema, sawa? James, unapokuwa kazini umenyamaza siku hizi, hata uajiri wanao hali. Mbona hivi? Shughuli ya kazi mke wangu. Hapana, hata licha ya kwamba ndio unatutafutia. Unatakiwa pia kutukumbuka. Watoto saa zingine wanahitaji kukuona. Mke wangu, natarajia unaelewa hii mambo ya kusafiri hapa na pale. Mimi nikikuacha hapa nyumbani nategemea unawalinda watoto wetu vizuri. Lakini sasa unajua tena nakutegemea kwa wakati mwingine. Lakini napongeza kwa sababu nimeona vile nimewacha kwa hiyo muda mfupi. Nimewakuta mko salama. Umejikaza. Asante. Nasema nikaze mara ni majukumu yangu. Mbona mnacheka? Unaona? Upishi wa mama sasa. Kila wakati mama yenu anawapiga chakula kitamu. Waambie kabla hata sijawazaa wao. Kabisa. Sasa wanangu tumeshamaliza kukula. Nataka mkaende sasa mjiandae kiende shule. Kisha mke wangu wasichelewa shule. Nimeona nimejitahidi sana. Nimejitahidi sana.
Tutapiga story baadaye. Twende tuende wanani. Mko sawa? Na wewe unasema sasa hivi. Kama matokeo mema. Matokeo? Mwenyewe. Unajua wale wazee tangia siku 3 zimepita sio nzuri. Kwa hiyo itabidi tu nyinyi mjiandae nikawapeleke shule. Yeye haitawezekana. Acha nione hali yake. Alafu nitamleta. Sawa? Sawa. Mimi nikajiandae nikawapeleke shule. Ndio. Kwa safari ndefu. Nakaribisha sana. Saa zote unakaribisha. Asante. Asante. Haya. Bye. Msema poa. Mbona wakati mwema? Anafanya vizuri. Semeni vizuri tukifika nyumbani, habari ya mwalimu. Salama. Asante. Labda nyumbani tuko salama. Tunamshukuru Mungu kutuwezesha hii safari kufika hapa tena. Labda uniambia kwa shule mnaendeleaje na wanafunzi? Jambo sisi tunaendelea kukua. Lakini pia nashukuru watoto wanajikaza sana. Asante. Mandovero anafanya vizuri sana. Huyu mdogo hapo chini kidogo, lakini tutang'ang'ana kufanya ziada atafika. Haya, sawa, mimi nashukuru kwa kuwa umeweza kutufungulia watoto na wakuwa salama. Mungu akubariki sana. Uwe na likizo njema utakapokuwa katika nyumbani. Okay, asante. Haya. Sasa gari yetu iko wapi? gari iko na shughuli, ndio maana umeona sijakuja nayo. Basi naomba twendeni nyumbani, tutachukua tu daladala barabarani tutakufikisha nyumbani. Sawa, msikie na wasiwasi. Baba hapo wapi? Baba yupo, twendeni nyumbani mtamuona. Sawa? Twendeni Stoki hapa bila gari.
Lakini sasa mwanangu, si mimi nimekuomba tu unielewe. Twende nyumbani alafu nitakuelezea kila kitu. Sawa? Umenielewa? Eh? Haya, furahi kidogo. Haya, sawa. Ambeni mwalimu kwaheri. Haya, kwaheri. Haya, mwalimu ana likizo njema. Okay, nashukuru pia na. Haya, sana. Muzika sasa mnakuwa na wakati mgumu wakati wa masomo. Vipi James kwa? Kivipi kwani yani aingie kwa YouTube mpaka ni kwenda kucheza? Mtoto jamani. Aje sasa wa kwanza. Amena ndani. Hivyo kweli mwanangu ndani mzee. Sasa kwa vile mlikuwa shuleni mlitaka mtaje na problemi, msingeweza kuwapasha hii habari. Kwa bahati mbaya baba yenu maisha mzee mmoja alipata ajali barabarani. Mama! Baba! Baba! Vera! Kuna nini wewe Vera? Majirani! Njoo mnisaidie mwanangu. Vera! Kuna nini? Vera! Samahani, naomba mama mtoto aje ndani. Vipi dokta? Vipi? Na nasikitika sana sababu tunagundua kwamba mwanao alikuwa tayari ashakuacha kabla ya kufika. Huyo tulia mwaka ndani alikuwa ni mama yenu. Samahani sana sababu hayupo nasi tena duniani.